Moja kati ya kisa kizuri kabisa kilichomkuta kijana huyu ambaye alifanya mema mengi, lakini kijana huyu alikasirikiwa na Allahu Tabaraka wa Taala. Alimfanyia wema mama yake mzazi mpaka anaondoka duniani, mama yake anaradhi naye, mama yake alimpenda sana. Lakini huyu bwana akawa ni moja kati ya watu ambao wamekasirikiwa na Allahu Tabaraka wa Taala. Ni kwa nini aliweza kukasirikiwa na Allahu Tabaraka wa Taala? Twende moja kwa moja katika kisa hiki cha kijana huyu aliyekasirikiwa na Allah aliyakuwa amemtendea wema mzazi wake. Huyu kijana alikuwa ana desturi ya kila wakati anakwenda nyumbani, na alikuwa akiishi na mama yake. Alikuwa akimfanyia wema, alikuwa akimlisha mama yake, alikuwa akimnunulia nguo, akimvalisha, alikuwa mama yake akiumwa anamlisha. Kila jambo jema ambalo kama mzazi anapaswa kufanyiwa. Lakini baba yake huyu kijana alifariki miaka mingi iliyopita. Huyu kijana alimfanyia wema mzazi wake kiasi cha kwamba ilifikia stage mama yake atake chochote, basi huyu kijana anaweza asifanye chochote kwa ajili ya mama yake. Lakini huyu kijana ilipofika wakati mama yake mzazi aliaga dunia, alifariki, na yeye pia huyu kijana wakati wake ulipofika, Allah Tabaraka wa Taala alipomkadiria siku za kuishi, basi ilipofika wakati wake huyu kijana naye pia qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakini alipofika kwa Mola wake, kitu cha kwanza Mwenyezi Mungu akawa ni mtu mwenye kumkasirikia. Malaika wakawa wanamuomba Allah Tabaraka wa Taala, huyu mja hatuoni makosa yake, ana makosa gani mpaka Allah Tabaraka wa Taala wewe umemkasirikia? Wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bidhati sudur. Nyinyi malaika hamjui yaliyokuwa yasiri, lakini wa asirru qawlakum wa jaharu bihi innahu alimun bidhati sudur. Hakika Allah yeye, kwa aya hii Mwenyezi Mungu anasema kwa aya hii Allah Tabaraka wa Taala yeye ndo anayejua yasiri, yeye ndio anayejua ya ghaibu. Lakini cha kustaajabisha, malaika wa Mwenyezi Mungu wakarimu, watukufu, lakini siku ama masiku ama ghaibu pia wamekosa kufahamu mpaka wafahamishwe. Sasa wale malaika wakamwambia, kweli sisi hatujui ya ghaibu, yaliyofichikana, yalikuwa siri ndani ya siri. Sikiliza majibu ya Allah Tabaraka wa Taala alivyowajibu malaika. Akawaambia, huyu bwana licha ya mema yake yote alikuwa akiyafanya katika ulimwengu, nafahamu, najua huyu bwana alikuwa akimfanyia wema sana mama yake mzazi, na aliishi katika dunia, hakuacha ibada huyu bwana. Aliswali swala 5, alifanya kila aina ya kheri ambayo ilikuwa akiambiwa, ama kila aina ya kheri ambayo mimi nilitaka kwa mwanadamu. Lakini huyu bwana alikuwa akifanya jambo zuri la kumlea mama yake mzazi, lakini kitu kikubwa ambacho alichokuwa akikosea huyu bwana, alikuwa kila anachokisema, kila anachokifanya kwa mama yake, basi alikuwa akitamka maneno miongoni mwa maneno mabaya sana. Alikuwa akimlisha mama yake, anasema, ya Rabbi, kwa nini usimchukue huyu mama ili mradi mimi nipumzike? Kila siku anaumwa kufa hafi. Akimfulia, kwa nini? Ni neno lake lilikuwa ni hilo, lilikuwa ni neno baya sana. Alikuwa akilisema ndani ya moyo wake, lakini kwa vitendo na sura yake ilijaa tabasamu kubwa sana mbele ya mama yake.
na mama yake alimwombea dua akasema, ya Rabbi, yule mwanangu ananifanyia wema, mpe pepo, mpe nini. Licha mama yake kumwombea dua, lakini alikuwa akifanya uchafu ndani ya mioyo wake. Basi ndiyo sababu ya mimi kumkasirikia huyu bwana. Tunajifunza nini katika hiki kisa ambacho tunakiona ama tumekisoma ama tumekisikiliza hivi sasa? Tunapofanya jambo, basi tulifanye kwa nia ya dhati katika moyo. Unapomsaidia mtu yoyote yule katika ulimwengu huu, ama unapofanya jambo lolote la msaada, basi usilifanye kwa kujionyesha, usilifanye kwa kujifakharisha, lifanye katika moyo wako. Innamal a'malu binniyati, lifanye lile jambo kwa nia ya dhati ya moyo wako. Mwenyezi Mungu atakulipa kwa lile ambalo Allah tabaraka wa taala amekuandalia. Tusifate mwenendo wa huyu kijana, tufate mwenendo wa kumfanyia wema mzazi, lakini tutengeneze mazingira ya kulifanya hilo jambo kwa moyo wa dhati. Unaweza kunifollow katika mitandao yangu ya kijamii, TikTok Daktari wa Nyoyo, Facebook and Instagram. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.